kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Atakuwa ama Tanzania, ama Kenya, ama Uganda, ama Rwanda, ama Burundi, ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama Sudani ya Kusini, ama majirani wengine wa Afrika Mashariki. Kwa Kiswahili sasa ni utambulisho wa wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Tunawashukuru sana UNESCO. Mheshimiwa Rais amenituma nikoleze wino, nikoleze sauti kuwashukuru sana UNESCO kwa hatua hiyo kubwa ya kutangaza tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Na ndugu washiriki, si hivyo tu, bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO kufuatia pendekezo lililopitishwa kwa kauli moja wakati wa mkutano mkuu wa 43 wa UNESCO uliofanyika Samarkand, Uzbekistan mwezi Novemba 2025. Kwa mujibu wa makadirio mbalimbali ya wataalamu wa lugha, hivi sasa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 300 hadi milioni 500 duniani. Idadi hii inaendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika elimu, katika biashara, katika vyombo vya habari, teknolojia ya habari, mawasiliano pamoja na mitandao ya kijamii. Matumizi ya Kiswahili katika elimu, biashara, uwekezaji, utalii, sayansi, sanaa na diplomasia yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Vyuo vikuu na taasisi mbalimbali duniani vinafundisha Kiswahili kama lugha, fasihi na utamaduni wa Afrika. Hali hii inaonyesha kuwa Kiswahili si mali ya Tanzania pekee, bali ni urithi wa Afrika na zawadi ya Afrika kwa dunia nzima. Leo hii tunakiri kwamba Kiswahili ni ustaarabu wa Afrika, na yake ni mali na zawadi kwa Afrika nzima. Ni lugha ya Kiafrika. Hatua hii inathibitisha mchango mkubwa wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, amani pamoja na maendeleo ya watu duniani. Kiswahili kinaunganisha watu, Kiswahili kinaunganisha biashara, Kiswahili kinaunganisha jamii, Kiswahili kinatambulisha jamii. Kwa ndugu washiriki, ninawapongeza sana waandaaji kwa kauli mbiu ya mwaka huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako, nirejee tena kupongeza kwa kauli mbiu hii: Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi duniani. Kwa Kiswahili ni amani,
Kiswahili ni mshikamano, Kiswahili ni uchumi kupitia hilo jukwaa la diplomasia ya uchumi duniani. Kauli mbiu hii inaonyesha nafasi muhimu ya Kiswahili katika kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya mataifa na jamii yote iliyoko katika mataifa mbalimbali. Aidha, inajidhihirisha mchango wa lugha hii katika kufungua fursa za biashara, uwekezaji, utalii na maendeleo ya kiuchumi. Dunia bila amani si mahali pazuri pa kuishi. Kama lugha inatuunganisha kupata amani, inatengeneza dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kwenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia. Usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa. Nimearifiwa kuwa jana mmekuwa na kongamano lenye majadiliano ya kina yaliyobeba dhima ya kauli mbiu hii. Nina imani kuwa matokeo ya majadiliano hayo yatachochea tafiti mbalimbali kuhusu lugha ya Kiswahili na kuimarisha uelewa wa jamii, wazawa na wageni kuhusu lugha hii, ikiwemo historia, matumizi na uendelevu wake. Kabla ya kuingia ukumbini, nilipata fursa ya kutembelea mabanda ya maonyesho na kujionea kazi mbalimbali za sanaa, ukiwemo utamaduni, lugha, utalii na uwekezaji. Maonyesho haya yanadhihirisha wazi kuwa Kiswahili kinaweza kuwa nyenzo muhimu na kibebeo muhimu cha uchumi katika kukuza biashara, kuunganisha masoko na kufungua fursa mpya za ushirikiano katika nchi za Afrika na dunia kwa ujumla. Nilipata wasaa wa kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa UNESCO. Nakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nikuhakikishie nitafikisha salamu ulizonipatia za kumfikishia Mheshimiwa Rais. Mimi pamoja na ujumbe wa Tanzania tutazifikisha. Tunakushukuru sana kwa mazungumzo mazuri. Nimefurahishwa sana na mipango inayolenga kukuza lugha ya Kiswahili katika safu ya kimataifa, na vile kupitia hotuba ya mkurugenzi mkuu katika maadhimisho haya ambayo wote tumesikia. Nimefarijika pia kusikia kuwa Kiswahili kimekuwa ni sehemu ya programu kadhaa za shirika la UNESCO pamoja na kuhusishwa kwenye machapisho muhimu. Hii ni hatua muhimu. Kama nchi tunakupongeza na tunashukuru sana, na tunaahidi kwamba tutaendelea kuunga mkono kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliyenituma ni kuhakikishie kuhusu hilo. Washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidijiti
na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Sambamba na kuhakikisha kasi ya mafanikio inaongezeka na mafanikio haya yanayopatikana yamekuwa endelevu, ninapenda kutumia fursa hii kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, BAKITA, BAKIZA na wadau wa maendeleo ya Kiswahili, shirikianeni na balozi zote Tanzania katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo hapa Ufaransa. Liwe ni jambo rasmi, iwe ni programu rasmi, na iwe ni sehemu ya majukumu yetu tunayoyafanya katika maeneo yetu tunayowakilisha. Vituo hivyo viwe na majukwaa ya kufundisha lugha ya Kiswahili, kueneza utamaduni wa Kiswahili, kuimarisha diplomasia ya utamaduni na kufungua fursa za biashara, uwekezaji pamoja na utalii. Aidha, kupitia vituo hivyo, wananchi wa mataifa mbalimbali wataweza kujifunza lugha ya Kiswahili, watajifunza historia, watajifunza ustaarabu wa Waswahili, mapishi ya Kiswahili, mavazi ya asili ya Kiswahili, muziki pamoja na ushairi, fasihi pamoja na uandishi na uchapishaji wa vitabu, filamu, sanaa za maonesho pamoja na urithi mpana wa tamaduni za Kiafrika. Kiswahili kina ustaarabu wake. Kiswahili kina unyenyekevu wake, na ndio maana Tanzania kwenye wimbo wake wa taifa tunaanza kwanza kuiombea Afrika, tunaanza kwanza kumwomba Mungu aibariki Afrika, ndio tunamwomba aibariki Tanzania. Kiswahili kina uungwana wake. Tuna mambo mengi tunaposema watu wajifunze ustaarabu wa Kiswahili, ustaarabu wa Kiafrika. Jumuiya ya wanadiaspora, mahali popote mlipo duniani, hakikisheni mnabeba utambulisho, utamaduni na urithi wa Afrika kupitia Kiswahili. Diaspora, endeleeni kukitumia Kiswahili katika familia zenu, jumuiya zenu na maeneo yenu ya kazi, na kuhamasisha watoto na vijana kujifunza lugha hii adhimu. Ninatambua haya ni maelekezo sahihi ya Mheshimiwa Rais. Nimeshuhudia katika nyakati nilizowahi kupata bahati ya kuambatana naye kwenye ziara zake, moja ya jambo alilokuwa akiwaelekeza wanadiaspora ni kuwarithisha watoto wao lugha hii ambayo si tu mali ya Tanzania bali ni mali ya Afrika na ni lugha ya Afrika na inawatambulisha Waafrika. Msimu huu
tunakuza biashara yako.